Wakazi wa kijiji kimoja katika eneo bunge la Naivasha, kaunti ya Nakuru, wanalalamikia ongezeko la visa vya uvamizi wa wanyamapori, huku wakilaumu shirika la wanyamapori nchini kwa kukosa kuwafidia waathiriwa. Hii ni baada ya mtu mmoja kuuliwa kwa kupigwa teke na twiga wiki jana alipokuwa akiendesha pikipiki yake kwenye barabara ya Moi North. Mwanahabari wetu Ruth Sarmoi Chesenge na mengi zaidi. Mzozo kati ya binadamu na wanyama unazidi kuwakera wakazi wa eneo la Kasarani, Naivasha Kaskazini, kufuatia kifo cha Emmanuel Ekeno tarehe 6 mwezi huu. Inasemekana kwamba Emmanuel, ambaye ni mwendeshaji bodaboda, alipokea simu ya mteja saa 3. Sasa kulala akaitwa kazi. Sasa akaamuka, akavaa hizo majaketi zake za kazi nini. Usiku huo, John, ambaye ni jirani wa mwenda zake, alipokea simu akifahamishwa kwamba Emmanuel amehusika katika ajali. Walielekea kwenye eneo la mkasa na kumpata twiga anayesemekana kutenda kitendo hicho akiwa amekita kambi mita 15 kutoka kwenye eneo alikokuwa Emmanuel. Before tumfikie, ilitusumbua sana kwa barabara. Ikikurosi hivi mbele, kiende hivi mbele. Sasa tuko najua kwamba niyo nini ilikuwa imemmaliza. Maafisa wa shirika la wanyamapori waliitwa kusaidia kudhibiti mnyama huyo ili kuruhusu maafisa wa polisi kuchukua mwili wa mwenda zake. Anua amekuwa na majeraha kwa uso, pia ilimgongesha kwa lami. Niliangalia vizuri nikaona huyo mnyama vile alimgonga kwa manyoya iko kwa uso hapo. Isitoshe, twiga huyo anadaiwa kumvamia mwendeshaji bodaboda mwingine na kumwacha na majeraha mwilini. Lakini sasa mnyama haikuingia mahali inafaa. Sasa ilifuata barabara kuja pandio wa center. Na kuanzia hapa mpaka center ni mahali karibu sana, ni 1 kilomita. Kwa hivyo tulikuwa naomba kama serikali wajaribu kuangalia wanyama juu wanyama pia watatumalizia vijana hapo kwa barabara. Hiki ni kisa cha kwanza cha twiga kuripotiwa kuvamia wakazi wa eneo hili kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kiboko na nyati. Ni jambo ambalo limewatia wakazi hofu tele. Emmanuel sio mwathiriwa pekee. Visa zaidi ya 10 vinadaiwa kuripotiwa katika kijiji hiki. Enoch Romano alipoteza miguu zake baada ya kuvamiwa na kiboko mwaka wa 2017. Sisi bado mnatuambia tu, tukikuja kwenu mnatuambia fomu hajatoka Nairobi, tutakupigia simu. Sasa imekuwa kama wimbo KWS. Mnatuambia mnatupigia simu. Hii simu mtatupigia lini? 2021 after kufunga kazi iliweza kustukia nyati, iliweza kunivamia hapo. Hata sikuweza kukimbia. Jaribu kukimbia ilikuwa imenifikia. Ikaniweza kunichota. Waathiriwa hao wanataka haki kutendeka. Tuseme tu yeye ndo alikuwa anatusaidia. Tuweze kuwa na education, awareness, ili watu wanajua kwamba nikiatakiwa, this is what I'm supposed to do. This is the procedure of reporting. Because your lack of knowledge inapata watu wameatakiwa lakini wanabaki wako pale manyumbani. Simu na jumbe zetu kwa KWS kutafuta majibu hazikujibiwa kufikia muda wa kupeperusha taarifa hii. Ruth Sarmoi Chesenge, NTV.